Karibu sana. Je, unafahamu kama kazi unaofanya au ajira ulionao unaweza kukuletea changamoto ya afya ya akili? Leo tunaenda kujifunza kuhusu athari za uchovu unaotokana na kazi, yani burnout kwenye akili, kwenye afya ya akili. Burnout ni kitu gani? Shirika la Afya Duniani WHO ina define burnout kama hali ya uchovu wa kimwili, kiakili na kihisia unaotokana na msongo wa muda mrefu. Na huo msongo unaoongelewa hapa ni msongo unaohusiana na mambo ya kazi. Kwa hiyo ni msongo wa kazini. Kama una msongo kazini muda mrefu, unaweza ukapata huo uchovu ambao utakusumbua muda mrefu, unapata hiyo burnout. Na kama kawaida ya msongo ambayo ni stress, inafanya kazi kwa namna ile ile kwenye mwili. Ni kwamba stress inamaliza kinga mwilini, stress inaita uchovu, ina burn energy. Kwa hiyo utakuwa umechoka, na ndio maana unaitwa uchovu wa kazini. Na utachoka vile vile kama tu stress ya namna nyingine inaweza kuathiri. Sasa hiyo burnout kazini inasababishwa na vitu gani? Au uchovu kazini unasababishwa na vitu gani? Unaweza kusababishwa na pressure ya kazi, labda una kazi nyingi kupita kiasi na unatakiwa ufanye sana. Una kazi nyingine ambazo naturally ni kazi nyingi, unatakiwa ufanye kazi sana. Kwa hiyo utajikuta unachoka sana. Maybe pia labda huna usaidizi, unafanya kazi peke yako, alafu huna support yoyote. Alafu labda pia mazingira ni toxic, mazingira ni negative, ni hasi. Kwa hiyo kuna ugomvi kazini, kuna masengenyo, kuna chuki, kuna kubaguliwa, kuna nini, utachoka emotionally na physically. Alafu labda kama kuna uongozi mbaya, uongozi mwingine unakuwa labda hauna structure, au ni uongozi tu ambao labda uheshimu watu, hujali watu, utakuchosha kwa vyovyote kiakili na kimwili na kihisia. Alafu pia inaweza kawa pia ni malengo uliojiwekea, labda umeweka malengo makubwa sana, unataka uyafikie, kwa hiyo unafanya kazi nyingi sana kupita kiasi, utachoka tu. Alafu pia kutokuwa na mipaka, kama hujatenganisha muda wa kazi na muda wako binafsi, muda wote unafanya tu kazi, uwe kazini, uwe nyumbani, uwe wote unaweza tu kuhusu kazi, kwamba utachoka kimwili, kiakili na kihisia. Alafu pia kama hujijali, labda unafanya tu kazi lakini huna muda wa kupumzika, huna muda wa kufurahia maisha yako, yani wewe muda wote ni kazi tu, ni kwamba utachoka sana. Alafu ndio hivyo itakuletea madhara mengine mengi kwenye akili na kimwili, kwa sababu burnout, uchovu au stress za muda mrefu zinaathiri mwili na akili. Unakuta watu wengi wanaosumbuliwa na burnout wanapata dalili zote za kimwili, shida za kimwili na shida za kiakili. Sasa ni dalili gani ambazo mtu mwenye burnout anaonyesha, au kama unajua kama sasa umeshaathiriwa na huo uchovu unaotokana na kazi? Ni kwamba jambo la kwanza ni kwamba utakuwa umechoka. Kama kawaida ya stress ni kwamba utakuwa umechoka, kwa sababu stress ina consume energy, inatumia sana nguvu. Kwa hiyo utakuwa umechoka muda wote. Alafu wengine analala sana usingizi. Unakuta hata ofisini mtu ameamua kulala kwa sababu amechoka. Au mwingine anakosa usingizi kwa sababu ya stress. Stress pia unaweza kukosa usingizi. Nyingine ni kwamba unakosa motisha kufanya kazi. Kwa hiyo hata ukiona asubuhi imefika ni muda kwenda kazini, yani unaona kama ni kitu kibaya sana kinatokea, kwa sababu umeshachoka. Umechoshwa na mambo toxic ya kazini, umechoshwa na uongozi mbaya, labda umechoshwa na kazi zilizozidi kiasi, umechoka na hujisikii tena motisha ya kufanya kazi. Alafu unapunguza ufanisi kazini kwa sababu umechoka anyway. Kwa hiyo huwezi kuwa na ufanisi. Kwa hiyo mara nyingi unakuta mtu hata kama alikuwa anapenda kazi yake, mara nyingi hizi professional jobs ni mtu umechagua mwenyewe. Watu walikuwa madokta, walikuwa maengineer, labda ni pilot, mwalimu au kazi nyingine yote, wengi wamechagua wenyewe hizo kazi. Na unakuta labda alikuwa analipenda. Lakini mtu ukishapata huo uchovu kazini au burnout, ni kwamba unaanza hata kuchukia hiyo kazi. Kwa hiyo hata ufanisi wako hauwezi kuwa mzuri. Kwa hiyo unakuta labda ni nesi anaanza kuchukia wagonjwa wakati ndo kazi anayotakiwa kufanya. Au labda ni therapist kama mimi, unaanza tena na wewe kuona una lose patience na client wako. Au ni kazi yoyote una lose patience, yani unakuwa huna uvumilivu hata kidogo na umechoka na hauko vizuri. Alafu kingine ni kwamba utakuwa pia una usahaulifu uliozidi kiasi, kwa sababu usahaulifu, stress huwa inaharibu sana memory. Utakuwa unasahau, unakuta mtu alianza kuchoka, anasahau appointment, anasahau deadlines. Kwa hiyo hata ufanisi wake hauwi mzuri vile vile. Alafu hasira mara kwa mara, ni kwamba stress pia inaharibu sana moods. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye labda alikuwa akasirika leo umeenda kazini, unakuta mtu amekasirika, amefanya nini, labda ni bosi au ni wewe mwenyewe, maybe ni burnout. Kwa hiyo inatakiwa upay attention to that. Au mwingine pia anaanza kuumwa kichwa, au kuumwa
viungo, kuumwa tumbo. Ni kwa sababu burnout ina kawaida pia, stress ya muda mrefu ina kawaida ya kuharibu kinga mwilini. Ni kwamba kinga zinapungua, kwa hiyo unashambuliwa sana na magonjwa na utakuwa unaumwa mara kwa mara. Na matokeo yake ni kwamba utakuwa pia unashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu unaumwa mara kwa mara. Kingine pia unaweza kuwa unakosa motisha, kosa kujiamini, kuanza kujitenga, procrastination, ile kuchelewa kufanya mambo kwa sababu yani huna motisha. Kwa hiyo yani hamna kitu kinachokumotivate kufanya kazi. Kwa hiyo unaanza tayari kuprocrastinate, kuchelewa kufanya mambo, au unangojea mpaka dakika ya mwisho, deadline iko jioni, kwa hiyo unaanza kufanya kazi mchana ili ufikie deadline. Hizo ndio dalili zote za kwamba ni mtu yuko burnout. Sasa inaathirije sasa kwenye afya ya akili? Kwanza kabla tujafika hapo ni kwamba natakiwa ukumbuke kuwa burnout ni message kwako. Kwa hiyo ni message ambayo inakwambia kwa umefanya kazi kupita kiasi na natakiwa kusikiliza hiyo message. Usidharau message ya burnout. Hiyo message unaisikia kwenye akili zako, unaisikia kwenye mwili wako na kwenye hisia zako. Ni kwamba ukiona unaanza kujisikia hizo dalili zote nilizozitaja hapa za kuumwa kichwa, kuchoka, kutokujisikia kwenda kazini, kukasirika ovyo, ujue kama labda umefika limit. Kwa hiyo inatakiwa usikilize na ukumbuke kama labda ume overwork na au labda umefikia limit ya mwili wako kufanya kazi. Ni kama vile tulivyokuwa na simu, ni kwamba ukitumia simu baadaye chaji inaisha. Lakini chaji ikiisha sio kwamba tunatupa simu. Ni kwamba unaenda kutafuta chaja, unachaji simu ili uendelee vizuri na iendelee vizuri kufanya kazi vizuri. Au kama wewe unayeendesha gari, ukiendesha gari baadaye unaanza kuona pale kwenye board, unaona check engine, unaona alama nyekundu nyingi zinajitokeza, ni kama hiki kimeharibika. Atutupi gari, badala yake unaenda kutafuta hizo spare, unaenda kupeleka gari utengenezwa ili iendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo hata wewe ukianza kuona umeanza kuchukia, umeanza kukasirika, umeanza kutokuwa mfanisi, umeanza kutoroka kazini, umeanza kuwa negative, umeanza kutofanya kazi vizuri, kumbuka kwamba sio kwamba ndo ukate tamaa uache kazi au ufanye kitu. Ni kwamba ni message inakwambia kuwa now is time to do service. Kwa hiyo ni muda wa kucharge, ni muda wa kufanya service kwenye maisha yako. Kwa hiyo usidharau, na watu wengi sana wanapuzia sana hizo dalili ndogo ndogo. Lakini kumbuka hizo stress ndogo ndogo zikikaa kwa muda mrefu zinakuathiri pakubwa. Stress sio kitu cha kucheza nacho. Tunaongeaga tu kama kawaida kwa ni stress, lakini it's not something to play with. Stress ni kitu kikubwa sana, kinaweza kukuletea madhara makubwa kwa sababu kinaathiri jinsi unavyofikiria, jinsi unavyotenda na jinsi unavyohisi. Kwa hiyo mawazo yako ni kwamba yanakuwa twisted ukiwa na stress ya muda mrefu kwa sababu inaathiri thinking part, emotional part, inaathiri memory part, inaathiri na mambo mengine mengi sana. Afya zetu inapunguza immunity. Kwa hiyo stress ya muda mrefu sio kitu kizuri. Unaweza kuwa ni mtu intelligent lakini ukiendeleza stress hata uko kazini utashindwa kufanya kazi vizuri. Sasa unapambanaje na burnout? Jambo la kwanza, jitambue. Tambua hizo dalili. Kama umeanza kuwa nazo hizo dalili nilizozitaja, hapo kupasirika ovyo, kutokuwa mfanisi, kuchukia kazi yako, kutotreat watu vizuri, kuwa very emotional, kutokulala, kupata maumivu mara kwa mara, tambua hizo dalili na usizidharau. Sikiliza kwa sababu hiyo ni message. Ni kama message kwenye simu, kutumia charge, unaona kile kilama chekundu tu kimebaki, unajua hapa sitaki tena kuendelea kutumia simu, natakiwa kucharge. Alafu jambo la pili ni kwamba jijali. Yani self care, ni kwamba kula vizuri. Pata muda mzuri wa kulala masaa 7 mpaka 9. Pumzika. Watu wengi wanafanya kazi bila kupumzika. Pumzika, jikuwa na muda wa kupumzika. Ni vizuri sana kupumzika kwa sababu una refresh mwili wako na unasababisha ubongo upumzike na viungo vyote na immunity kuwa restored. Alafu pia kunywa maji ya kutosha. Ubongo wetu una sehemu kubwa ni maji. Kwa hiyo make sure una hydrate your brain kwa sababu pia ukikaa bila hydration kwamba utakuwa unajisikia umechoka zaidi, stress kama zinaongezeka zaidi. Alafu pia jitahidi kuwa na muda wa familia na marafiki, yani usifanye kazi tu ukasahau kama wewe pia ni social being. Kuwa na muda ambao utakuwa na enjoy muda wako na familia yako. Alafu pia naongelea kuhusu kujijali, pia make sure una enjoy matunda ya kazi yako. Kwa hiyo ufurahia matunda ya kazi kwa sababu wengine pia wanachoka kwa sababu yani unafanya tu kazi, ulipe bili, ufanye nini, lakini unasahau kama wewe pia unafanya kazi ili ufurahie matunda ya kazi yako. Get some time kuenjoy matunda ya kazi yako. Fanya kitu ambacho unakipenda, ambacho utakifurahia, ambacho kitakuletea maana hata ya kufanya kazi. Alafu jambo jingine ni kwamba ukabiliana na burnout ni kwamba chunguza sababu za kuletea hiyo burnout.
inawezekana ni sababu ambazo ni wewe mwenyewe unazo. Mfano kama una perfectionistic tendencies au umejiwekea malengo makubwa sana, chunguza hiyo sababu na unaweza ukaadjust. Na kama imesababishwa na watu wengine pia unaweza ukaadjust. Unaweza kuongea na kama ni bosi wako kwa labda unahitaji msaidizi au vyovyote vile, wewe ndio unajua shida ambayo inakukabili. Alafu pia badili mtazamo kuhusiana na stressors hizo ambazo zinakuletea burnout. Badili mtazamo, kwa sababu kuna wengine kwa mfano kama perfectionistic people ni kwamba anataka kufanya kazi in a perfect way. Kwa hiyo anafanya kazi anarudia anafanya mpaka anachoka. Kwa hiyo badili mtazamo, wewe kubali tu kwa okay, sikufundishi kuwa lazy, lakini nakwambia saa nyingine useme tu nafanya kazi vizuri, lakini yani hata isipokuwa perfect ni sawa, lakini nimefanya kazi imekuwa vizuri. Alafu pia kimwili nimeshaongea kuhusu kula vizuri, weka mipaka ya kazi na nyumbani, pumzika, delegate. Unaweza ukadelegate kazi zako kama unafanya kazi mwenyewe. Wapo watu wengine pia wakusaidia, kwa sababu wengine wengine wanalemewa na kazi kwa sababu hana mtu wa kumsaidia, au yeye mwenyewe anapenda kufanya kazi mwenyewe, haamini mtu mwingine. Kwa hiyo badilisha hata mtazamo, amini watu wengine, delegate, tafuta mentorship, mtu anakusaidia kukucheck mara kwa mara ili kumake sure unaendelea vizuri. Kwa hiyo burnout ni kitu sio cha kuchezea, kwa sababu kinaweza kukuathiri sana. Wenye burnout wengi kinakuathiri vipi kwenye ubongo, kwenye akili zako? Ni kwamba wengi wanasumbuka na anxiety ambao ni hofu. Wanakuwa na hofu kwa sababu sasa ameshakuwa kupata madhara, kwa hiyo labda afanye kazi vizuri, ana hofu ya kufukuzwa kazi, hofu kuwa labda hayuko tena effective. Wanakuwa na low self esteem kwa sababu umefanya kazi mpaka unaanza tena kujiquestion kwa hivi kweli niko sawa sawa au siko sawa sawa. Alafu wengi wanapata depression kwa sababu pia ya kutoridhika na matokeo ya kazi. Unakuta mtu amefanya sana kazi lakini matokeo yake bado unaona hayamridhishi, kwa hiyo unaishia tu kuanza kujiquestion na kupata depression. Kuna wengine wanaenda mpaka kwenye suicidal ideation, wanaanza kufikiria kuhusu kujiua. Na ukisema hivyo kwa watu wengi waamini, wanaona kama unaongeza chumvi. Ukisema bana watu wanaweza stress ya kazi inaweza kuwakuta kujiua, ni ukweli, na watu wengi wanaweza letea mawazo ya kujiua kwa sababu ya depression inayoendelea. Mtu unaona umefanya kazi lakini unaona tena hamna maana. Yaani unakosa maana, yani hamna maana ya maisha tena. Kwa hiyo mtu anaona kama bora malize tu maisha yake yaishi. Alafu pia kuna wengine wanaanza addiction behaviors kwa sababu hajisikii vizuri, labda amechoshwa na kazi, amechoshwa na mazingira magumu, amechoshwa na kuzidiwa na kazi. Kwa hiyo anatafuta kitu cha kumfurahisha. Addiction ni kwamba ni mtu ana lack something, anatafuta comfort. Kwa hiyo mtu anaanza kutafuta kuridhishwa labda na pombe au na madawa ya kulevya, mwingine impulsive behaviors aina zote. Impulsive behaviors zile tabia za kufanya bila kufikiria matokeo yake, bila kufikiria matokeo mabaya ambayo yanaweza katokea. Kwa hiyo anaweza kaanza hizo tabia ambazo atakuwa anafanya tu ambazo zitakuwa zinamletea madhara baadaye. Pia addiction ya madawa ya kawaida ni kwamba self medication, kwa sababu tayari immunity imeathiriwa. Wengi sana wenye burnout ya kazini unakuta mtu anakunywa dawa kila siku, anakunywa painkillers kila siku, anakunywa dawa ya kutuliza maumivu kwa sababu ana maumivu mengi mwilini ambayo yametokana na hizo stress za muda mrefu. Kwa hiyo na unajua kama unakunywa tu dawa zingine sio vizuri, kwa sababu ufahamu madhara yake ya muda mrefu. Hasa hizi painkiller sio nzuri sana kutumia mara kwa mara, kwa sababu zinaweza kuathiri kuletea matatizo mengine makubwa kabisa. Kwa hiyo jali afya yako na tafuta ushauri wa wataalamu kama umezidiwa na hizo depression na anxiety na suicidal ideation au stress tu zinazotokana na kazi. Wataalamu wapo, therapist wako wanaweza kukusaidia kuweza kutambua shida, kwa sababu shida nyingi pia zinatokana na mindset au jinsi unavyoweza kucope na matatizo. Kwa hiyo tafuta wataalamu wa afya wakusaidie jinsi ya kuweza kucope na whatever is going on ambacho kunakuletea shida au kunakusababishia mpaka upate burnout. Alafu sikiliza mwili wako, fahamu kuwa una ukomo. Yaani usifanye tu kazi unajua kama hata mashine yenyewe, mashine nazo zinafanya kazi baadaye zinachoka. Kwa hiyo fahamu kama una ukomo. Kwa hiyo fanya kazi kwa kiasi. Fanya kazi alafu pumziki. Kuwa na limit. Alafu toa kipaumbele kwenye afya yako, kwa sababu health is wealth. Alafu jali afya yako ili ufikie malengo yako na kufurahia matunda ya kazi yako. Kwa sababu kama unafanya sana kazi leo, unaweza ukadamage mwili leo, damage mwili akili. Alafu baadaye ukashindwa hata kuenjoy matunda ya kazi yako. Kwa hiyo have a balance. Fanya kazi sana lakini pumzika pia. Uwe na balance ili uweze kufurahia maisha yako vizuri. Asanteni sana kwa kumsikiliza, na kama umependa hii video usiache kusubscribe na pia kushare na watu wengine ili wengi wajifunze na waweze kupambana na uchovu unaotokana na kazi. Asante sana.